nachukuliwa juu ya mabawa ya tai. Juu ya bahari inayovuma ya wakati huu, nachukuliwa juu ya mabawa ya tai mpaka katika umilele. Juu ya milima na mabonde, nikiwa siku zote juu katika mahali pa mbingu. Mabawa inayonibeba ni yenye nguvu, mabawa ambayo ninapumuzika juu yake. Na chini ya mabawa hiyo moja ninapumuzika. Pale kuna kimbilio langu, nyumba yangu yenye nguvu. Adui anaweza kuzunguka karibu nami, anaweza kunishambulia na kunipeleleza, lakini mabawa inayonifunika ni yenye nguvu, na chini ya mabawa yake ninapata kimya. Ndiyo, nikiwa chini ya ulinzi wa mabawa yake, ninalindwa na yeye. Kuna pumziko ya heri, kuna safari ya furaha. Kuna uhakika, ijapokuwa anga inayobadilika, kwa maana chini ya mabawa yake kuna salama, na chini ya mabawa yake kuna nguvu. Amina. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich heiße euch alle recht herzlich Wapendwa ndugu na dada, na wasalimu nyote kwa furaha kubwa katika jina la damani la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunafurahi sana Bwana na kumshukuru kwa maana tunaweza tena kukusanyika kwa sababu ya kuweza kusikia neno la Bwana. Tunasalimia pia wale wote ambao walio katika ulimwengu mzima wakajiunga pamoja nasi, na tunataka sisi sote ili tuweze kutoka hapa tukiwa na baraka moja nyumbani kwetu. Tumekusanyika leo ili tuweze kusikia neno la Mungu. Ndiyo, tumekusanyika ili tuweze kuwa tumejengwa sisi kama vile kanisa la Yesu, ili siku moja tuweze kuwa huko na tuweze kuona Bwana Yesu aliyetupenda. Wapendwa ndugu na dada, mbele ya maombi ningetaka niweze kusoma maneno fulani lililo ndani ya Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa kwanza mpaka 3. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa kwanza. Tazameni ni mapendo namna gani tuliyopendwa na Baba, tuitwe wana wa Mungu, na sisi ni wana wa Mungu. Kwa sababu hii dunia haitutambui, kwa sababu haikumtambua yeye. Mstari wa pili. Wapenzi, sisi tuko wana wa Mungu, wala haijaonekana bado tutakuwa namna gani, lakini tunajua wakati atakapoonekana tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Mstari wa 3. Na kila mtu mwenye tumaini katika yeye
anajitakasa mwenyewe kama yeye ni mtakatifu. Sisi ni wana wa Mungu. Imeandikwa pia na kwamba sisi ni wake. Sasa tuna uhakika huo ya kwamba siku moja tutakuwa tumefananishwa naye, tumefananishwa na Bwana, lakini kungali kuna sababu fulani. Tunapaswa kuwa tayari na kumfuata kwenye njia, ili wakati atakapokuja, ili achukue walio wake, tuweze kuwa wa sehemu ile. Ningelitaka nisome maneno fulani ya Waroma sura 8 mstari wa 14 mpaka mstari wa 17. Waroma 8 mstari wa 14. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hawa ndiyo wana wa Mungu. Kwa maana hamukupokea tena roho ya utumwa inayoleta woga, lakini mulipokea roho ya kufanya wana. Kwa sababu hii tunalia Aba, Baba. Mstari 16. Roho mwenyewe anashuhudu pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu wana wa Mungu. Mstari 17. Na kama sisi tu wana, basi tu watoto, tu wariti, wariti wa Mungu na wariti pamoja na Kristo, kama tukiteswa pamoja naye, ili tutukuzwe pamoja naye vile vile. Amina. Wapendwa ndugu na dada, ona neno gani la ajabu hapa, kuweza kuwa wana wa Mungu. Ndiyo, na sio tu watoto wa Mungu, lakini pia sisi ni wariti. Nasi tunashukuru Bwana kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Tuliweza kusoma ndani ya Yohana wa kwanza sura 3 kwenye mstari wa kwanza. Wapendwa ndugu na dada, siku inakuja na haiko tena mbali, Bwana Yesu atakuja kutafuta walio wake, na tunaomba Bwana ili atupatie watu, kuwe watu kama hao. Tunataka tuombe. Ndiyo Bwana mwaminifu, tunakuambia asante, tunasifu na tunakutukuza jina lako la ajabu la Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya maneno haya ambayo tumesoma, kwamba tunaweza kuwa wana wako. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa sababu unaendelea kujenga kanisa lako, na sisi tuko mawe ya majengo hayo, lakini wewe Yesu Kristo ndiwe jiwe la pembeni kwa ajili ya hekalu la Mungu. Ndiyo Bwana Yesu, tutayarishe kwa ajili ya siku hiyo. Toa yote isiyotoka kwako, na tunakushukuru Bwana mwaminifu kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya upendo wako, kwa ajili ya yote uliofanya kwenye msalaba wa Golgota. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya maneno haya ambayo tunaweza kusikia leo, kwa maana ni kwa ajili ya ujenzi wetu, ujenzi wa kanisa la Mungu. Bwana mwaminifu, tunakushukuru, tunasifu na tunatukuza jina lako la ajabu la Yesu. Amina. Amina.
Mbele ya maombi ningetaka nisome ndani ya Wafilipi sura 4 kwanza kwa mstari wa 4 mpaka mstari wa 9. Tunaweza kusimama kwa ajili ya hiyo. Wafilipi sura 4 kwanza kwa mstari wa 4. Furahini katika Bwana siku zote. Tena ninasema furahini. Mstari wa 5. Upole wenu ujulikane na watu wote. Bwana ni karibu. Mstari wa 6. Musijisumbushe wenyewe kwa neno lolote, lakini katika kila neno kwa kuomba na kusihi pamoja na kushukuru maombi yenu yajulikane na Mungu. Mstari wa 7. Na salama ya Mungu inayopita akili zote italinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Mstari wa 8. Kwa kumaliza, ndugu zangu, maneno yoyote yaliyo ya kweli, maneno yoyote yaliyo ya heshima, maneno yoyote yaliyo haki, maneno yoyote yaliyo safi, maneno yoyote yenye kupendeza, maneno yoyote yenye sifa njema, ukiwa wema wowote na ikiwa sifa yoyote, fikirieni maneno haya. Mstari wa 9. Fanyeni maneno ambayo mulijifundisha na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona ndani yangu, na Mungu wa salama atakuwa pamoja nanyi. Tuombe. Baba uliye mbinguni, tunakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya heri kubwa ya kuweza kukusanyika mbele ya uso wako takatifu, na hiyo katika jina takatifu na la damani la Yesu. Tumekusanyika ili tuweze kusikia neno lako, ili tuweze kuingizwa katika mpango wako, tukiwa na lengo ya kwamba unatuzungumzia na unaokoa waliopotea na unafungua wanaofungwa na unaponya walio wagonjwa. O Mungu mweza yote, tufunulie tena upendo wako, neema yako na nguvu zako, ili mambo yaliyoandikwa katika neno yageuke kuwa uhakika wa kiungu katikati yetu na ndani ya maisha yetu. Amina. Ili jina lako liweze kutukuzwa na taifa lako libarikiwe. Tunaweka kwa uhakika makusanyiko haya chini ya ulinzi wa damu ya mwana kondoo. O Bwana mwaminifu, tusamehe sisi sote, kama vile na sisi pia tuliweza kusamehe wale wote ambao waliotukosea. Wewe kama vile Mungu mweza yote ulitusamehe ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Yeye ni upatanisho wetu, yeye ni msamaha wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo, Bwana mwaminifu. Basi siku hii, ili katika siku hii iweze kufunuliwa ya kwamba wewe uko katikati yetu kama vile yule aliye hai na aliyefufuka. Tupatie salama yako na baraka yako, Bwana mpendwa. Fanya tuwe kimya mbele ya uso wako. Toa yote iliyo ya kawaida pamoja na manunguniko yote na mashida zote zinazoonekana ndani ya maisha, na utupatie uaminifu ndani yako, ili tuweze kuweka na kuleta mahitaji zetu na maombi yetu mbele ya uso wako, tukiwa na maombi na kusihi zikisindikizwa na matendo ya shukurani.
Bariki taifa lako uliokombolewa kwa damu yako. Bariki taifa lako la damani ambalo ulilokomboa kwa bei kubwa, kwa bei ya uzima wako mwenyewe na damu yako mwenyewe. Amina. Bwana mpendwa, utuongoze kupitia Roho wako na uwe pamoja na sisi kwa neema, katika jina la Yesu. Amina. Amina. Munaweza kukaa. Na sasa tutaweza kuingia katika maandiko matakatifu. Leo nyuma makusanyiko haya ya kiungu tutaweza kuwa na ubatizo wa kibiblia. Na tunaomba ili wale wote ambao hawajaweza kubatizwa kwa namna ya kibiblia wasiweze kuacha hii heri ya leo kuwapitia. Tunaomba ili muweze kukubaliana kwa ndani pamoja na Mungu na pamoja na neno lake. Tuweze kusema ndiyo kwa yote aliyofanya na kusema pia ndiyo kwa yale ambayo tunapaswa kufanya sisi wenyewe kwa upande wetu. Sasa ningetaka niweze kusoma ndani ya Petro wa pili sura 1, na kisha baadaye maandiko fulani pia za Biblia zitakuja kwa ajili ya ubatizo, tukiwa na tumaini ya kwamba Bwana anazungumzia mioyo yetu. Petro wa pili sura 1, kwanza kwa mstari wa 12 mpaka 16. Mstari wa 12: kwa hivi nitakuwa tayari siku zote kuwakumbusha ninyi maneno haya, hata ikiwa mnayajua na kusimamishwa katika kweli mlio nayo. Mstari wa 13: na ninaona ni haki wakati mimi ni katika hema hii niwaamshe ninyi kwa njia ya kuwakumbusha ninyi. Mstari wa 14: nikijua ya kuwa kuondoshwa kwa hema yangu kunakuja mbio, kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha. Mstari wa 15: ndiyo nitatenda kwa bidii hata kwa kila wakati nyuma ya kufa kwangu, mupate kukumbuka maneno haya. Mstari wa 16: maana hatukufuata hadithi zilizotengenezwa kwa hila, wakati tulipowajulisha ninyi uwezo na kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini sisi wenyewe tuliona ukubwa wake. Kama vile tunavyojua, hapa tuna shauri ya mpango wa wokovu wa Mungu ambayo inayoendelea katika hii wakati wa neema na ambayo hapa upesi itamalizika. Hapa ndani ya neno hili la Petro wa pili sura 1 inazungumza kuhusu kurudi kwa Bwana, na pia ya kwamba hatukufuata hadithi zilizotengenezwa kwa akili, lakini tuliweza kupatia imani neno la kweli. Inatufurahisha sana, inatufanya kuwa wa kushukuru kuona jinsi Mungu aliweza kuweka neno la kweli juu ya kinara cha taa katika nuru yote na katika uhakika wote, pia ndani ya hii wakati ambayo inayotangulia kurudi kwa Yesu Kristo, ili wale wote walio tayari kuweza kutumikia Bwana na kuweza kumfuata wasiweze kudumu ndani ya giza, ndani ya ujinga, lakini waweze kuona nuru inayong'aa ya neno la unabii iliyofunuliwa. Na hiyo ndiyo Petro anaonyesha ndani ya mstari wa 19 mpaka 21 wakati anapoandika,
Basi tuna neno la unabii lililo imara zaidi. Tulisoma na kuchunguza andiko za Biblia mara nyingi, lakini tuliweza kuelewa nguvu yote iliyo katika ujumbe wa Mungu kwa wakati huu. Tuliweza kuelewa na kufahamu ni kitu gani Mungu alichotupatia alipotufanyizia neema ndani ya siku hizi, hii wakati ambayo mambo yote iko naenda kurudi na kurudi, iko naenda katika hali ya kwenda kurudi, ijapokuwa kuna kuwa hizi miongozo tofauti na matafsiri tofauti, kuona jinsi Mungu atufanya kuwa na neema ya kuweza kushikamana neno lake, na kwamba tuliweza kutambua ujumbe na mjumbe. Tuliweza kuonyesha kwamba pia tangu mwanzo wa Agano Jipya, ahadi zilizotolewa ndani ya Agano la Kale zote ziligeuka kuwa uhakika. Yale ambayo Isaya aliyokuwa ametabiri kwenye sura 40 mstari wa 3, na yale ambayo ilikuwa imekwisha kuandikwa miaka 700 mbele, na kisha baadaye ikageuka kuwa uhakika ndani ya mtu huyo, ndani ya Yohana Mbatizaji. Ahadi ikageuka kuwa uhakika. Sauti iliyokuwa imetangazwa ikakuwa pale. Njia ilikuwa imetayarishwa ili utukufu wa Mungu uweze kuonekana. Habari ya wokovu ndani ya Agano Jipya ni utimilifu uliopangwa wa yale ambayo Mungu alikuwa ametangaza kupitia kinywa cha watumishi wake watakatifu na manabii katika wakati wote wa Agano la Kale. Na wakati tulipoona hii njia ya unabii ambayo iliyoweza kupewa kwetu kwa ajili ya sehemu ya unabii ya habari ya wokovu, sasa tuna mwongozo wa kiungu, na hapo sasa tunaongozwa katikati ya hii mvurugo wote iliyo ya sasa. Na sasa tunatambua ya kwamba sio watu ambao waliweza kufanya kitu fulani, lakini ni Mungu ndiye ambaye kupitia wao aliyeweza kutimiza maneno ya unabii ambayo iliyokuwa imetolewa. Wakati walipouliza Yohana, tunaweza kusoma ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 1. Wakati walipomuuliza yeye ni nani, alijibu waziwazi. Tunaweza kusoma hapa ndani ya Yohana sura 1 kwenye mstari wa 19. Yohana 1 mstari wa 19. Na huu ni ushuhuda wake Yohana, wakati wa Yuda walipotuma kwake makohani na Walawi kutoka Yerusalema wamuulize, wewe ni nani? Mstari wa 20. Na alikiri, hakukana, lakini alikiri, mimi siye Kristo. Mstari wa 21. Na walimuuliza, ni nani basi? Wewe ni Eliya? Akasema, mimi siye. Wewe ni nabii? Akajibu, sivyo. Mstari wa 22. Basi wakamwambia, wewe nani basi tuweze kuwajibu ambao walitutuma? Unasema nini juu yako mwenyewe? Mstari 23. Akasema, mimi ni sauti ya mtu anayepaza sauti jangwani, nyosheni njia ya Bwana, kama alivyosema nabii Isaya. Kwangu mimi ni kitu fulani kilicho cha damani sana. Ninaweza kuonyesha tena ingine mara moja, pamoja na mwanzo wa Agano Jipya, mwanzo wa utimilifu wa unabii wa Biblia na utimilifu wa mpango
wa kiungu wa wokovu uliweza kuanza. Yohana alianza kutimiza na kutangaza ufalme wa Mungu, lakini yeye mwenyewe naye alikuwa ni sehemu ya hiyo mpango wa Mungu, na ndani mwake mulitimilika yale iliyokuwa imeandikwa kuhusu andiko hiyo ndani ya Luka, ndani ya Injili ya Luka hiyo, na pia unaonyeshwa wetu waziwazi kwenye sura 1 kwanza kwa mstari wa 16. Pale pia inasemeka kuhusu yeye, Luka 1 mstari wa 16, inayohusu Yohana mstari wa 16, na wengi wa wana wa Israeli atawaongoza, atawageuza kwa Bwana Mungu wao. Mstari wa 17, naye atatangulia mbele yake mwenye roho na nguvu ya Eliya, kugeuza mioyo ya baba kwa watoto wao na kugeuza waasi kwa akili za wenye haki, kufanya tayari watu waliotengenezwa kwa Bwana. Hiyo ilikuwa ni lengo na sababu ya ujumbe wa kiungu wakati wa kuja kwa kwanza kwa Bwana wetu na Mwokozi wetu mpendwa. Na sasa hiyo ni lengo na sababu ya ujumbe wa kiungu mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu, kuweza kutengeneza njia kwa Mungu aliye hai aweze kufikia kwa yale inayompendeza, na pia ili taifa lililo tayari iweze kutayarishwa kwa ajili ya Bwana. Ni hapo ndipo nabii Zekaria aliweza kutoa ahadi hii, na si kwa nguvu wala kwa uwezo, lakini kwa roho wangu ndiyo itafanyika hiyo. Bwana alisema hivyo. Zekaria 4 mstari wa 6. Mungu anatenda kupitia roho wake mahali ambapo neno lake la ahadi ya kiungu linaweza kutimilika kwa ajili ya wakati ambayo ulioweza kupangwa. Mungu anatenda ndani ya wale ambao wanaopokea neno la ahadi, wanaoliamini na ambao wanaongoja utimilifu wake. Ninajua ya kwamba tunangoja wakati tena, sio tena kuweza kurudia tena ahadi alizotoa, kuweza kurudia ahadi alizotoa, na tunangoja ili kwa mwisho wa wakati wa neema kanisa la Mungu aliye hai, kanisa lilo hai liweze kurudishwa, lilo hai liweze kuonekana kama vile yeye iko hai. Tunajua ya kwamba kurudi kwa Bwana haiwezi kufanyika kama mwito wa kuitwa kutoka kurudishiwa na kurudishwa kwa mambo yote haijafanyika. Tunaweza kuisoma kama vile tulivyoweza kusoma pia na kusikia mara nyingi ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume kwenye sura 3 mstari wa 20 na 21. Imeandikwa pale Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 20, na nyakati za kuburudishwa apate kutuma Kristo aliyehubiriwa kwenu tangu zamani. Mstari wa 21, ndiye ilimpasa kupokewa mbinguni hata wakati wa kutengenezwa kwa maneno yote ambayo aliyasema Mungu kwa vinywa vya manabii yake watakatifu tangu mwanzo wa ulimwengu. Amina. Neno hili halihitaji tafsiri. Yesu Kristo anangoja ndani ya utukufu ambayo aliyotutayarishia mpaka wakati ambayo mambo yote itakapokuwa imetengenezwa na kurudishwa kama vile Mungu alivyokuwa ameyasema kupitia vinywa vya manabii wake watakatifu. Mniruhusu niweze kusoma andiko la Injili ya Mathayo kwenye sura 17 ili tuweze kuona sisi sote ya kwamba ahadi ilikuwa inalinganishwa na wakati wetu,
na Bwana aliweza kuiheshimisha kwa neema. Mathayo sura 17 mstari wa 11. Akawajibu akasema, kweli Eliya atakuja na kutengeneza vitu vyote. Hiyo ilikuwa ni wakati utakaokuja inayohusu Yohana ambaye angepashwa kuja katika nguvu na uwezo wa Eliya. Na alisema kwenye mstari wa 12, na wasomea kwamba na kusema kwamba Eliya lakini nawaambia ninyi ya kwamba Eliya amekwisha kuja, nao hawakumtambua. Sijui kama ninyi yote mshaka soma hiyo mahubiri mbili ya mwisho ambayo inapaswa kufika hapa upesi. Na kila wakati Mungu anapofanya kitu fulani kilicho cha kipekee, na hapo sasa, hapo maoni inakuwa tofauti. Wamoja wanakubaliana na iye, wanakubaliana nayo, na wengine wanaipinga. Wamoja wanajazwa na upendo wa Mungu, wengine wanavuka na mambo hayo. Ndiyo, wanajazwa na chuki, wanajaa chuki. Ndiyo, hiyo ni kitu cha kuonekana, ya kuonyesha katikati ya taifa la Mungu wakati Mungu anapofanya kitu fulani cha kipekee. Wamoja wanatambua siku ya kutembelewa ya neema ya Mungu na wanashukuru Mungu kwa ajili ya neno lake, na wengine wanakuwa na kitu fulani cha kusema nao, na wanasema hiki na kile kwa ajili yao, na hiki na kile haitakuwa vizuri, na hawataweza kufikia ili waweze kuelewa ya kwamba hapa inahusu kukubaliana na Mungu na neno lake. Wengi katikati yao wanawekaka namna yao ya kuona mambo, na yote ambayo isiyolingana na mafundisho yao na ujuzi wao, yote inakuwa kama vile inahesabiwa kwamba ni ya uongo au mbaya. Mungu anapaswa kukamata msimamo mbele ya watu ngapi? Lakini njia ya Mungu inakuwa tofauti. Sisi ndio tunapaswa kujiacha tukosolewe na Mungu. Tunapaswa kujiacha tuwekwe kwenye njia ya kunyoroka. Tunapaswa kuacha njia zetu wenyewe na kufuata njia ya Mungu, kuacha ngambo ingine, maneno ingine, ili tuweze kusimamisha tu maneno ya Mungu. Lakini tu yule aliyekufa ndani yake mwenyewe ndiye aliye na uwezo wa kufanya hivyo. Mtu ambaye asiye na maoni yake mwenyewe, mtu ambaye asiye kuwa na ujuzi wake mwenyewe, na ambaye hawezi leta ujuzi wao kwa wengine. Kuna watu walio na ujuzi yao wenyewe, wako na nyingi sana, na wanataka ili waweze kuiletea wengine pia. Unataka niweze kuhusika na mawazo yangu? Nataka niweze kuhusika na mawazo yangu? Au mnataka muweze kuhusika na mawazo yangu? Hapana. Lakini sisi sote tuweze kuhusika tu na mapenzi ya Mungu, na ndiyo maana tunataka tuweze kuchunguza maandiko matakatifu ili tuweze kutambua yale ambayo Mungu aliyoahidi. Tunashukuru sana kwa sababu tuliweza kutambua hayo mawili. Tulitambua mjumbe na ujumbe. Kama vile tulivyosema kila mara, Bwana anachukuaka watumishi wake manabii, lakini anatuachiaka roho wake na neno lake, na anatuongoza katika kweli yote. Amina. Na hapo sasa tunaweza kusema bila hata mawazo yetu sisi wenyewe kushikubalisha ya kwamba hata kama nabii aliye mkubwa alikuwa katikati yetu, angeliweza kuonyesha mpango wa Mungu kutoka A mpaka Z, na hakuna mtu anaweza kuelewa katikati yetu akose kama hiyo inaweza kufunuliwa kwetu kupitia Roho Mtakatifu. Amina. Hiyo ndiyo tunayoweza kuelewa sisi sote, ili mtu asifundishe tena mwingine, lakini sisi sote tuweze kufundishwa na Mungu. Wangapi walisikiliza ndugu Branamu? Wangapi walisikiliza Paulo? Wangapi waliweza kusikiliza watu wa Mungu? Ndiyo, wangapi ambao walioweza kuona na kuona na kuishi hao watu wakubwa wote wa Mungu? Na ijapokuwa wale wote waliosikia
ni wale tu ambao waliweza kukaribia Mungu kwa moyo ulio safi na waliweza kuacha sababu yao nyumbani, na hapo sasa wakaweza kuleta mioyo yao ili waweze kupokea yale ambayo Bwana anayotaka kuambia na kuwapatia. Na hivyo sasa hatuna hitaji ya mtu mkubwa aliye wa Mungu ambaye anayeweza kututafsiria mambo, lakini tunahitaji uwepo wa Mungu mkubwa. Tunahitaji kitendo cha Roho Mtakatifu kinachofanya neno kuwa hai, kinachotuongoza katika vilindi vilivyo vya ndani vya Mungu, na inayotufunulia yale ambayo inayoweza kuwa ikifichwa, na anatupatia njia ya kufikia hiyo, ili mambo hayo yageuke kuwa ufunuo wa kiungu na ulio hai kwa ajili yetu. Paulo aliandika kwa Galatia kwenye sura 1 ya kwamba hakujifundisha injili kutoka watu, na pia hakuiweza kujifundisha kwa namna ya watu, lakini ilikuwa ni kupitia ufunuo wa Mungu, na hiyo ilipewa kwake kupitia hayo. Yohana anaandika hiyo kitu moja ndani ya Ufunuo sura 1 kwenye sura 1 mstari wa kwanza. Ufunuo 1 mstari wa kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu aonyeshe watumishi wake maneno yaliyopaswa kuwa upesi. Yote ni ufunuo wa Yesu Kristo, ufunuo wa neno na wa mapenzi ya Mungu, kuingizwa ndani ya mpango wa wokovu wa Mungu mweza yote katika siku hizi za mwisho. Na hapo tunataka tena tuweze kutambua tukiwa na shukurani, bila hata maoni yetu sisi wenyewe, ya kwamba tuliweza kuchunguza neno la Mungu, na tunajua ya kwamba hatukufuata hadithi zilizotengenezwa kwa akili, hatukufuata mtu katika furaha yake au shangwe yake, lakini tulichunguza maandiko matakatifu kama vile wanafunzi wa Beroya waliofanya, nasi tuliweza kutambua kwamba ilikuwa ni ya kweli. Mungu alituma mtumishi wake na nabii katika kizazi hiki cha unabii ili atuonyeshe uongozi ambayo tupasha kufuata, uongozi wa kiungu, na ili tuweze kutoka katika ukiwa ambayo tuliokuwa ndani. Na kwa ajili ya hiyo pia tunashukuru sana kwa Mungu wetu. Tufike sasa, tuingie katika ubatizo, na kwa hiyo ninataka kusoma shahidi zinazojulikana vizuri sana za Matendo ya Mitume sura 2 kwenye mstari wa 37 mpaka 41. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 37 mpaka 41. Wakati waliposikia maneno haya, wakachomwa katika mioyo yao, wakaambia Petro na mitume wengine, ndugu zetu, tufanye nini? Mstari wa 38. Petro akawambia, tubuni mukabatizwe kila moja kwa jina lake Yesu Kristo, mupate ondoleo la zambi zenu, nanyi mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Amina. Mstari wa 39. Kwa sababu ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Mstari wa 14. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi, akawaonya akisema, mujiepushe wenyewe na kizazi hiki kipotevu. Mstari wa 11. Nao waliopokea neno lake kwa furaha wakabatizwa, na siku ile wakazidishwa watu kama 3,000. Ni neno gani la ajabu hapa? Ni kitendo gani hapa cha Roho Mtakatifu? Ni kitu gani kilifanyika kwenye kundi
ambalo lililokuwa likiwa pale likikusanyika. Hapa ilikuwa ni mwanzo wa kanisa la Agano Jipya, kujengwa kwake kupitia kumwangwa kwa Roho Mtakatifu, na hapo watu wakakuja wengi, na hapo wakaguswa ndani ya mioyo yao. Petro alikuwa amekwisha kuonyesha waziwazi ya kwamba Kristo angepashwa kuja na kukufa na kwamba angepashwa kufufuka siku ya tatu, kama vile manabii walikuwa wamekwisha kutangaza mbele. Alikuwa ameonyesha kwa mafupi, na tazama sasa Roho Mtakatifu alikuwa ameshuka juu ya wale waliokuwa wakisikiliza, akiwafunulia yale ambayo walikuwa wamesikia, na hapo sasa wakafika katika imani ndani ya Yesu Kristo. Wapendwa, hiyo ndiyo inahusika sasa leo. Inahusu kwamba leo Roho Mtakatifu aweze kuwa wakati tunapohubiri Kristo aliyosulubishwa, na ni lazima sana ili aweze kuchifunua kwa watu yale iliyofanyika hapo Golgotha, na aweze kuongoza kwa imani. Hapa kama vile tulivyosoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 34. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 34. Bwana alimwambia Bwana wangu, keti kwa mkono wangu wa kuume hata niweke adui zako chini ya miguu yako. Mstari wa 36. Basi kila nyumba yote ya Israeli ijue kwa kweli Mungu amefanya huyu Yesu ambaye mlimsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Taifa la Israeli lilikuwa limekwisha kutambua ya kwamba walikuwa wamesulubisha mwokozi wao na mkombozi wao, na hiyo ikaweza kuwaingia ndani ya mioyo. Leo tunatambua ya kwamba Kristo alikwenda msalabani kwa nafasi yetu. Tunatambua ya kwamba sisi ndiyo tulingelipashwa kupata hiyo hukumu ya kifo kupitia sheria ya Mungu, lakini hukumu ilianguka juu yake. Mapigo yalimfikia ili nasi tuweze kuwa na salama, na kupitia kuumizwa kwake tulipata kupona. Ukombozi ni kitendo cha kiungu, kuonekana kwa kiungu ndani ya mpango wa wokovu ya mwanadamu. Hiyo siku kubwa ya upatanisho ya Mungu pamoja na mwanadamu ikafanyika. Ninakumbuka sasa yale ambayo ndugu Milele alisema jana huko Salzburg. Wazia kama msichana wangu anakuja, anaamka na kusema asubuhi ya kwamba tazama, leo niliona nuru ikishuka kutoka mbinguni, na hapo nuru hiyo ikageuka kuwa kama vile msalaba inayong'aa sana, na ikawa wazi kwa ajili yangu, na ikawa tena kwa ajili yetu sisi sote. Na hiyo msalaba inapaswa tena kusimamishwa imara, kwa maana pamoja na msalaba ni upatanisho, msamaha, neema na wokovu. Mahali ambapo msalaba unawekwa tena na kusimamishwa imara, pale chuki na magawanyiko inamalizika. Mahali msalaba unatoshwa, wivu na uadui inazalika na kuonekana pale. Yeye hiyo sasa hukumu na kutenganishwa na uwekwa tena pale. Lakini pale sasa hakuna mtu mwanadamu pasha kufanya hivyo. Hiyo mambo ya kwanza haipashi tena kuwa pale. Haiko tena pale, haiko tena. Hiyo mambo ya zamani. Ya zamani imepita, na tazama mambo yote yamekuwa mapya. Kwa maana Kristo aliye mwana kondoo wetu wa Pasaka alichinjwa na akajitoa kwa ajili yetu, ili nasi tuweze kutoka tukiwa huru. Amina. Ndani ya barua kwa Waroma kwenye sura 6 na kwenye sura 4, Paulo aliweza tena kuonyesha wazo hili linalolinganishwa na ubatizo. Alifanya kwa sura nyingi, lakini hapa tunasoma katika
sura 6 ya Waroma ikilinganishwa na ubatizo. Waroma sura 6 kwanza kwa mstari wa kwanza, ili tuweze kuelewa mambo hayo yote. Basi tuseme nini? Tudumu katika dhambi neema izidi sana? Hapana kidogo. Hapana hata kidogo. Sisi tuliokufia dhambi, namna gani tutakaa ndani ya dhambi? Mstari wa 3. Au hamfahamu sisi sote tuliobatizwa katika Yesu Kristo tulibatizwa katika kufa kwake? Mstari wa 4. Hivi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika kufa kwake, hata kama Kristo alivyofufuka toka wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo tutembee katika upya wa uzima vile vile. Mstari wa 5. Kwa maana kama tulivyoungwa pamoja naye katika mfano wa kufa kwake, tutakuwa katika mfano wa ufufuko wake vile vile. Mstari wa 6. Tukijua neno hili ya kama mtu wetu wa zamani alisulubishwa pamoja naye, mwili wa dhambi uharibiwe, ili tusitumikie dhambi tena. Mstari wa 7. Kwa sababu yeye aliyekufa amekwisha kuhesabiwa haki toka dhambi, au kufunguliwa kutoka dhambi. Tunaweza kuendelea na kusoma, lakini iliyo lazima ni kwamba tuweze kukubali katika imani yale ambayo tuliyoweza kuambiwa hapa. Tulisulubishwa pamoja na Kristo, tulikufa pamoja naye, na mtu wetu wa zamani alisulubishwa pamoja naye, ili kitu kipya kiweze kuzaliwa kwa neema ya Mungu. Na ndio maana Paulo anaandika kwa Wakorinto, kama mtu akiwa katika Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na hiyo inapaswa kuwa hivyo. Hiyo haipaswi kuwa tu imeandikwa ndani ya Biblia na kuwa tu ujuzi na mafundisho ndani ya vichwa vyetu, lakini hiyo inapaswa kuonekana ndani ya maisha yetu, ili tuweze kuwa tumesulubishwa pamoja na Kristo, tuweze kuwa tumekufa pamoja naye, tuweze kuwa tulizikwa pamoja naye ndani ya ubatizo, ili baadaye tusiweze kuishi kwa ajili yetu sisi wenyewe, lakini kwa ajili ya yule aliyekufa kwa ajili yetu, na hiyo ndani ya uzima mpya. Ijapokuwa tunaweza kuwa tungali katika hii hema ya zamani ya mwili, ambayo hapa upesi itabadilishwa, na hapo sasa tutaweza kunyakuliwa. Tuache neno la Mungu liweze kusimama imara kama vile linavyoandikwa, na tuweze kuacha kama kweli liliweza kugeuka kuwa uhakika ndani ya maisha yetu. Hivyo hivyo, kama vile kila ahadi ilitimilika ndani ya Kristo Mwokozi wetu, na aliweza kuchukua haya, aliweza kuchukua makosa yetu, na akashaacha kupigwa na kusulubishwa. Na hivyo hivyo kila neno la Mungu nalo litatimilika ndani ya wale wote ambao waliookolewa, ndani ya waliokombolewa wote. Aiandikwe tu ili tuweze kuitazama tu, hapana, lakini iliandikwa ya kwamba ili tuweze kujua yale ambayo Mungu aliyofanya kwa ajili yetu, ili tuweze kujua kwamba hali yetu ya zamani iweze kubomolewa na kumalizika, na kisha mtu wa zamani aliweza kuzikwa na mtu mpya akafufuka pamoja na Kristo. Hakuna mtu aliye na hitaji ya kukata tumaini, na hakuna mtu aliye na hitaji ya kuregea. Tuweze kupatia Mungu haki leo, na hiyo ndani ya mioyo yenu,
na muweze kuisema pia kwa midomo yenu. Museme, Bwana, ninaamini ya kwamba nami nilisulubishwa pamoja na wewe na nilikufa pamoja na wewe. Tunaweza kusema hiyo, tunaweza kusema ndio kwa ajili ya hiyo, na hapo sasa ndani ya imani tuweze kuhakikisha sehemu ya pili ya kwamba alitutoa akatutosha katika kifo akituingia katika uzima. Ni kusema tulifufuka pamoja na Kristo ili aweze kuishi uzima wake kupitia sisi sasa hapa duniani. Tuseme amina kwa ajili ya hiyo, ili mtu asiishi kwa ajili yake mwenyewe, lakini yale ambayo tunayoishi tuishi katika imani ya mwana wa Mungu ambaye aliyetupenda na aliyetuita kuweza kutoka. Ndani ya Waroma sura 8 tunasoma maneno haya ya utukufu, ndiyo ambayo iliyo katika hali hiyo moja. Waroma sura 8 kwanza kwa mstari wa kwanza. Kwa sababu mstari wa kwanza. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo, wasiotembea kufuata maneno ya mwili, lakini kufuata maneno ya Roho. Mstari wa pili. Kwa sababu sheria ya Roho ya uzima ulio katika Kristo Yesu imefanya huru kwa sheria ya dhambi na kufa. Mstari wa tatu. Maana yale yasiyowezekana kufanywa kwa sheria, kwa sababu ilikuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu alituma mwana wake mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi ili ahukumu dhambi katika mwili. Mstari wa 4. Hata haki ya sheria itimizwe ndani yetu, tusiyotembea kufuata maneno ya mwili, lakini kufuata maneno ya Roho. Amina. Hapa pia hatutaki kuweza kuingia katika kilindi cha mambo hayo kwa sababu wakati umepita, lakini pia hapa tuna mambo mawili hapa. Ya kwanza ambayo tunayoonyeshwa hapa kupitia sheria, kushindwa kwetu, inatuonyesha kwamba tulikuwa hatuna hata uwezo ya kuweza kuishi na kutimiza neno la Mungu na kuweza kufanya yale ambayo tuliokuwa tumeombwa. Hiyo ndiyo kitu cha kwanza na tuliweza kuielewa, hakuna mashaka kwa hiyo. Lakini sasa kuna kuja upande wa pili. Kitu kingine cha pili ni kwamba Kristo alijionyesha ndani ya mwili wa nyama ili aweze kutimiza yale ambayo hakuna mtu ambaye angeliweza kuitimiza ndani ya mwili wake wa nyama hii au wa dunia hii, na ili kila neno la Mungu liweze kupata utimilifu wake, na ili aweze kutupatia haki ya kiungu. Hakuna mmoja katikati yetu ambaye angeliweza kushikomboa yeye mwenyewe au kuweza kutimiza neno la Mungu. Kristo alihukumiwa katika mwili huu wa dhambi. Ilikuwa ni hukumu yangu na hukumu yako, ilikuwa ni hukumu yetu. Lakini kama vile tumekwisha kusema na kutamka, mapigo inayotupatia salama ilianguka juu yetu, na kwa kupigwa kwake tulipata kupona. Isaya 53 mstari wa 5. Tunaamini ya kwamba Yesu Kristo alikuja katika mwili wa nyama ili aweze kupitia mwili huo aweze kutimiza mashuti zote zilizoandikwa katika neno la Mungu, na wale wote walio wadhaifu katika mwili zao walijaribu kuweza kufanya yote wanayoweza, lakini walikuwa wakishindwa.
Mungu aliwapatia kuhesabiwa haki kupitia kitendo cha upatanisho kilichofanyika msalabani wa Golgotha, kama vile kipaji cha bure kwa neema. Tunakiri sisi sote ya kwamba tulifanya dhambi na kwamba tulishindwa sisi sote na kwamba sisi ni wanyonge wadhaifu, lakini tunatambua pia ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alilipa yote kwa nafasi yetu, na kwamba tulinehemiwa na kusamehewa, na kwamba Mungu anatuona kupitia Kristo kama vile hatujawahi kufanya hata dhambi. Na kosa hatuwezi kuielewa, lakini kuhesabiwa haki ya ujao inamaanisha, na hiyo ndio ndugu Branham alisema katika mahubiri moja, ya kwamba Mungu anatuona kama vile hatujawahi kufanya dhambi. Mwazie ya kwamba tunaweza kufika katika utukufu wa Mungu, na kwamba Bwana anatutazama wewe na mimi, kama tunaweza kufika katika utukufu wa Mungu wewe na mimi, na kisha aweze kukumbuka yale ambayo tuliweza kufanya ndani ya maisha yetu, na hapo sasa utukufu wetu haitakuwa tena utukufu, na furaha haitakuwa tena furaha, lakini hapana, ya zamani itakuwa imekwisha kupita milele na milele. Tazama, ninafanya mambo yote kuwa mapya. Na inaandikwa katika Ufunuo sura 21, yule aliyekaa juu ya kiti akasema, tazama, ninafanya mambo yote kuwa mapya. Amina. Ufunuo 21 mstari wa 5, wala hautakumbuka mambo ya zamani. Hiyo ni kitu fulani cha ajabu. Ninawaambia, iwe Mungu iwe waliokombolewa, hatutaweza kukumbuka tena kushindwa au makosa na dhambi ndani ya utukufu. Damu ya mwana kondoo wa Mungu ambayo inayochukua ndani mwake uzima wa kiungu ndiyo malipo ya ukombozi kamilifu ambayo iliyo ndani ya kwamba yote ilitupwa katika bahari ya kusahau. Amina. Hapa duniani adui anarudi bila kuchoka kila wakati, na hata kama tumekwisha kusahau, watu na wanadamu hawasahawake waziwazi au haraka haraka, lakini siku zote wanakujaka na kusema, oh, tazama hapa na huku na kile na kile. Lakini na waonyesha na kuhakikisha ya kwamba yale yanaandikwa katika Ufunuo sura 12 katika siku ile itageuka kuwa uhakika wa kiungu. Bwana atapanda pamoja na walio wake, na shetani yule mstaka wa wandugu atashushwa na walio wake wote. Na hapo sasa inasemeka, na sasa ukovu na nguvu na ufalme imekuja kwa Mungu wetu, na uwezo wa ufalme unakuwa kwa mpakaliwa wake. Ufunuo 12 mstari wa 10. Na siku hiyo tutajazwa na furaha wakati mili yetu ya dunia hii itakapokuwa imebadilishwa, na hapo sasa hatua ya kwanza itakuwa imemalizika, na hatutaweza tena kusikia hiyo, na hatutaweza kuona hata kitu tena kingine, lakini tutakuwa katika furaha na tutakuwa katika wema mbele ya uso wa Mungu wetu milele na milele. Naamini ya kwamba hiyo ingepashwa kutugusa sana sisi sote. Hiyo ingepashwa kutugusa kwa kilindi. Hapa Mungu alitupa yote katika bahari ya kusahau alipolipa deni hapo Golgotha. Nasi hatuwezi pia nasi kuwa na hiyo nia kama vile Yesu Kristo, tuweze kuhesabiana sisi kwa sisi kama vile Mungu anavyofanya, na tusiweze kuhesabiana kitu fulani sisi kwa sisi, lakini kuweza kuamini ya kwamba Mungu alitusamehe wewe na mimi, alitusamehe sisi sote, na kwamba hakumbuke hata tena makosa au dhambi. Hiyo ni neema, hiyo ndiyo neema, hiyo ndiyo ukombozi, hiyo ni injili, hiyo ni injili ya ujao. Na ni hapo ndipo ndugu Branham
aliweza kutumikisha matamshi inayosema ya kwamba ninaamini usalama wa milele. Aliamini ya kwamba mwana wa Mungu aliyezaliwa upya na aliyepokea mbegu ya kiungu ndani yake, alikuwa akiamini ya kwamba mtu huyo ndiye atakayekuwa katika utukufu, ndiyo ya kwamba atakuwa ndani ya utukufu, na sio kwamba Mungu anaokoaka kwa sehemu na kisha tena baadaye aweze kuacha na kusahau. Hapana, rehema ya Mungu ambayo tunaweza kufanya mazoezi yake haijawahi kuwa na mwanzo na haitakuwa na mwisho. Mungu anasema, ninafanyizia neema yule ninayemfanyizia neema na nina rehemu yule ninayemrehemu. Sasa tena neno linaloweza kugusa wale wote au kuhusika na wale wote ambao hawajaweza kubatizwa. Mnajua neno la agizo la kutumwa wakati aliposema ndani ya Marko sura 16 na neno la Mathayo sura 28. Bwana aliagiza ili tuweze kwenda katika ulimwengu mzima, tufundishe mataifa yote na kubatiza katika jina lake, na sio katika matamshi au katika maheshima, lakini katika jina ambalo Mungu alijifunua ndani ya Agano Jipya. Ninaandika sasa katika maneno haya, na ndio maana niko naandika kuhusu maneno haya, na ndio maana sitaki kuweza kuingia katika maneno ya kilinde ya hayo, lakini tuna mambo hayo mawili katika maandiko matakatifu. Tuna kutuma na kutimiza, tuna agizo na tuna wandugu kama vile washuhuda ambao walioweza kuitimiza kulingana na neno la Bwana wazi wazi kwa namna ya kamatika. Wakati hiyo inapofunuliwa kwetu kupitia Roho Mtakatifu, muwabatize katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mbele ya kufanya hivyo, inaomba kwanza kujua jina hilo ni jina gani. Yesu aliomba, jina lako litukuzwe, Mathayo 6:9. Ni jina gani? Jina hilo alikutamkwa katika shairi hii au katika Yohana 17:11, uwalinde katika neno lako. Sasa anaitwa namna gani? Inahusu jina gani hapo? Tulisoma katika Matendo ya Mitume sura 2:38. Mnaweza kuisoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 8:18 na 10. Matendo ya Mitume sura 8:15 na 16. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 10:48. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 19:5 na 6. Tunaweza kusoma pia ndani ya Waroma sura 6:3. Mnaweza kuiona mahali pote. Mtu yoyote aliyebatizwa tangu siku ya Pentekoste alibatizwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana hilo ndilo jina ambalo Mungu alijifunua ndani ya Agano Jipya, kama vile Baba, kama vile Mwana na Roho Mtakatifu, kwa ajili ya wokovu wetu na kwa ajili ya ukombozi wetu. Mtu ambaye asiyeweza kuona hiyo, inaomba kusema ya kwamba iko kama vile ni mambo isiyoeleweka kwa namna ya kimahesabu, lakini hiyo siyo hesabu fulani ya kitu iliyo ya kipekee. Lakini mtu anayeweza kusoma polepole na asiyefuata mawazo yake mwenyewe, lakini anayeweza kuwazia yale anayosoma, imeandikwa kwa umoja, inaandikwa kwa umoja, na uwabatize kwa jina. Ni jina gani? Jina moja. Niweza kuuliza, hakuna mtu anaweza kumuuliza mara tatu ni ngapi? Hakuna mtu anaweza kujibu kwamba ni mara tatu. Hapana. Lakini kama unauliza hasa ni jina gani, hata kama watu wanarudia tena hiyo matamshi au yale iliyoweza kuulizwa pale, hautoe jibu. Hapana. Lakini Mungu asante, kwa sababu tuna hayo mawili ndani ya maandiko matakatifu. Tuna ile iliyoulizwa na tuna pia majibu. Wanafunzi mitume waliweza kufundisha na kubatiza. Waliweza kusema, tenda mutembeye mubatize katika jina la Yesu Kristo kulingana na maandiko.
Paulo, Filipo, Petro, wote waliweza kubatiza, wote walibatiza katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo sasa tutaweza kuona pia na tutakuwa na heri ya kuweza kuwa na ubatizo wa kibiblia. Na ningetaka ili niweze kuomba wote ili musiweze kuingia katika mabishano ya nyama na damu, na musiweze kuuliza watu wasiojua kitu, lakini muweze kuacha, muweze kufundishwa na Mungu, na hiyo inafanyika kupitia neno ambalo tumekwisha kusikiliza, na ili Mungu aweze kuwapatia kukubali ya ndani ya neno lake bila maneno, lakini utimilifu unaokuwa wa utiifu ndani ya neno lake, na katika hiyo ndio kutakuwa baraka ya Mungu juu ya sisi sote. Amina. Kama vile inavyosemeka katika Petro wa kwanza, na kwa maneno mengine mengi akawaonya na kuwasihi ili waweze kuepuka na kizazi hiki kipotevu. Aliweza kuyasema ndani ya Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 14. Na hiyo ndio tunajaribu kufanya kupitia maneno haya. Msiache muweze kutengana na kizazi hiki kipotevu. Muweze kutengana na hii matafsiri zote. Muweze kujipanga kwa upande wa Mungu, mujiweke kwa upande wa wale waliozungumuza kwa ajili ya Yesu, waliofundisha na kutenda na kufanya kulingana neno lake na jina lake. Amina. Mnajua ya kwamba Paulo alisema ndani ya Galatia sura 1, hata kama malaika anaweza kushuka toka mbinguni na kuwatangazia injili nyingine, alaaniwe. Wagalatia 1 mstari wa 8. Mutoke katika laana zote ambayo inayokuwa juu ya madhehebu zote ambazo ziliweza kutengana na mafundisho na matendo ya kibiblia. Tuweze kuelewa kwa namna gani mambo hayo iliweza kuonyeshwa kupitia mahubiri ya ndugu Branham. Na nafika sasa kwa kumalizia. Na sasa wakati ndugu Branham alipochukuliwa ndani ya utukufu, wakati alipokuwa ngali hai, alikuwa akisema neno ambalo alikuwa akisema bila kuchoka. Na mimi neno hilo linarudia kila wakati. Wakati malaika alipomwambia kwa sauti kubwa, utahukumiwa, akauliza Paulo, naye atahukumiwa? Akasema ndiyo, naye atahukumiwa. Nasi naweza kusema na Paulo na Branham naye akasema kwamba nami nilihubiri kama vile ndugu Paulo alivyohubiri, na nilibatiza kama vile Paulo alivyobatiza. Na hapo alipomaliza kuyasema ya kwamba kundi hilo likasema kwa sauti kubwa, akatumikisha maneno yanayosema ya kwamba ni mamilioni, hesabu kubwa isiyoweza kuhesabilika. Kundi likajibu, nasi tunapumzika juu ya hiyo. Katika maneno mengine tunaweza kuyatumainia. Ni kitu gani cha ajabu hapa! Kwa mwisho wa wakati Mungu alileta nuru kupitia kweli, akarudisha yote. Na sasa ni kwetu sasa kuweza kutoshwa katika yote iliyo ya uongo na kuweza kupatia Mungu kweli na haki, na tuweze kutengana na yote ambayo hapa, na kutengana na hii chachu yote ya uchungu ya Kiroma iliyoweza kuachwa hapa duniani, na tuweze kugeuka kuwa fungu safi ya ujao na ya kweli mbele ya uso wa Mungu. Na waza kwamba wakati ni mbaya, na tunapaswa kuwaomba ili mweze kutambua kwa namna hii, na si kwa sababu ya kuweza kuumiza mtu fulani, lakini tunataka tuweze kusaidia, na nakubalishwa kwamba Mungu amekwisha kutusaidia sisi sote. Jina lake takatifu likusifiwa na kusifiwa na kushukuriwa. Haleluya, amina.